Baba alimpa kwa bahati mbaya kocha ya binti yake, lakini kocha hiyo karibu ilimvunja binti yake. Ilikuwa imetengenezwa kwa chuma cha meteoriti na ilikuwa na uzito wa kati 500, lakini baba alimdanganya kwamba ilikuwa na uzito wa kati 100. Alilazimika kucheza nayo mara 1000 kila siku. Ni kwa njia hii tu angeweza kushinda mashindano ya tenisi ya meza yanayokuja. Msichana huyo alifundisha kwa bidii kila siku. Siku moja alijifunza kwa siri ujuzi wa kaka yake mkubwa kwenye uwanja wa mazoezi, lakini kaka yake mkubwa hakuweza hata kukamata serve ya kawaida. Hata aliangushwa na mpira. Baada ya kaka yake mkubwa kuondoka, msichana huyo alitaka kujaribu mwenyewe. Alihoji ikiwa ni kwa sababu ujuzi wa kaka yake mkubwa ulikuwa duni. Alibonyeza kitufe cha kuwasha na kurekebisha muonekano wake. Mpira ukakaka kwa kasi ukiruka ukutani, lakini msichana huyo aliupiga kwa urahisi. Kulikuwa na ufa ukutani. Alikuwa wa kwanza kupita mtihani, lakini hii ilikuwa mazoezi yake ya kila siku tu. Baada ya kuondoka, kocha alikuja baada ya kusikia kelele. Alitoa mpira na kulizama ukutani. Sekunde iliyofuata, ukuta ulianguka. Kocha alitambua kwamba mtu aliyeupiga mpira huo alikuwa wa kipekee. Kocha aliamuru mtu huyo apatikane. Ikiwa mtu huyo angerejeshwa kwenye timu, walihakikisha kushinda kombe la dunia la tenisi ya meza. Siku ya mashindano, kocha aliongoza timu kwenye uwanja, lakini hakujua kwamba mtu anayemtafuta yupo kwenye timu yake mwenyewe. Mtu huyo alikuwa msichana wa kijijini ambaye kwa kawaida walimdharau. Msichana huyo hakujali maoni ya wengine, angethibitisha kwa nguvu zake mwenyewe. Katika raundi ya kwanza ya mashindano, lengo lilikuwa kuvunja chupa kwa mpira, na anayevunja zaidi ndiye atakayeshinda. Kwanza alikuwa mpinzani wa msichana huyo, alikusanya nguvu zake na akapiga kocha, akivunja chupa zote mara moja. Watazamaji walimpigia makofi, lakini ilipofika zamu ya msichana huyo, hakuweza hata kushika kocha hiyo, hakuvunja hata chupa moja. Watu wakamcheka na kumwambia aache. Mpinzani wake hata alimlaumu kocha wake kuwa mwalimu mbaya, lakini msichana huyo alistiri na kufika fainali. Wakati huu aliacha kocha ya kati 500 na akachukua ile ya kawaida. Mpinzani hakugundua hatari na aliendelea kumdhihaki. Kwa hiyo msichana huyo alitumia ujuzi wake wote na akampiga mpira kwa nguvu zote. Mpinzani hakuwa na muda wa kuitikia. Alipigwa na mpira na akaruka mita 300. Mpinzani alijeruhiwa vibaya na hakuweza kuendelea na mchezo. Hatimaye msichana huyo alishinda.